Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Uje Roho Mtakatifu, nyoza waumini wako, washa mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitajeuka. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoza waumini wako, kiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba utongoze na ile Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Naomba tusikilize neno la Mungu. Ninasoma kutoka katika sura ya 3 ya waraka wa Mtakatifu Paulo mtume kwa Wakolosai. Sura ya 3 mstari wa 17. Na kila mfanyialo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa sana mapadi wote tunaofanya utume wa kichungaji Jimbo Katoliki Moshi, watawa wote wa kiume na wa kike, na waamini wote walei. Tumsifu Yesu Kristo. Yahusu wiki ya neema katika safari yetu ya sinodi ya kwanza Jimbo Katoliki Moshi 2023-2026 itakayoanza rasmi tarehe 14 mwezi wa pili mwaka wa Bwana wa 26 mpaka tarehe 21 mwezi wa pili 2026. Awali ya yote, pokeeni wote wingi wa salamu za baraka, upendo, amani na matumaini. Wapendwa, kama mnavyofahamu, wiki ya neema katika safari hii yetu ya sinodi iko karibu sana mbele yetu. Ninaomba sana tena sana wadau wote wa sinodi, yani maklero wote, watawa wote wa kiume na wa kike, na walei wote, waamini wa Jimbo Katoliki Moshi, tuonyeshe kweli ushiriki hai. Kama mnavyofahamu, makongamano ya wiki ya neema yatakuwepo katika maeneo 4 makuu katika jimbo letu la Moshi. Nayo ni tarehe 14 mwezi wa pili mwaka wa Bwana wa 2026 kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Kongamano ni katika kanisa kuu Moshi mjini. Tarehe 16 mwezi wa pili mwaka wa Bwana wa 2026 kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 12 jioni. Kongamano ni katika parukia ya Mtakatifu Katarina wa Siena Mkuu Mama Rombo. Tarehe 19 mwezi wa pili mwaka wa Bwana wa 2026 kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 12 jioni. Kongamano ni katika parukia Bikira Maria Mama wa Lourdes Kilema Mama katika vikarieti ya Vunjo. Tarehe 21 mwezi wa pili mwaka wa Bwana wa 2026 kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Kongamano ni katika parukia ya Familia Takatifu Hai mjini katika vikarieti ya Vunjo. Matayarisho muhimu. Ninaomba kila vikari na baba paroko wa vikarieti ya pale kongamano litakapo kusanyikia wajitahidi sana
wakishirikiana na mapadi wachache na watawa wachache bila shaka na waamini walei wachache, wajitahidi kufanya matayarisho mazuri iwezekanavyo. Matayarisho hayo ni kama vile: mahali pa kufanya kongamano pawe pasafi na pa kutosha, viti viwe vya kutosha, maji ya kunywa ya kutosha yawepo kwa siku nzima, gari la matangazo katika maeneo yote ya vikarieti na katika parukia zote za vikarieti, ili ujumbe uweze kufika. Lengo ni matangazo ya kuwaalika waamini wote wa vikarieti husika kufika katika kongamano husika na mahali husika. Matayarisho mengine ni kama ulinzi uwepo wa kutosha, tena kuwepo na first aid kit na pia ambulance. Lakini pia kwa wakati unaotakiwa kuwepo na nyimbo nzuri za kanisa kwa ajili ya burudani, lakini pia kwa ajili ya kuelimisha na kadhalika. Mambo mengine mazuri yatakayoonekana yanafaa wakati wa mapumziko. Muhimu, ninaomba sana tena sana kila muumini, au kwa maneno mengine kila mdau wa sinodi ajitahidi sana kuhudhuria kongamano katika vikarieti yake. Makongamano yako katika vikarieti zetu zote 4. Katika vikarieti ya Moshi, kama tulivyokwisha sema mahali pengine, kongamano ni katika parukia kuu ya Kristo Mfalme Moshi mjini. Katika vikarieti ya Hai, kongamano litakuwa katika parukia ya Familia Takatifu Hai. Katika vikarieti ya Vunjo, kongamano litakuwa katika parukia ya Bikira Maria Mama wa Lourdes Kilema Mama. Katika vikarieti ya Rombo, kongamano litakuwa ni katika parukia ya Mtakatifu Katarina wa Siena Mkuu Mama. Muhimu, waamini wote wa vikarieti ya Moshi wanaomba wahudhurie kongamano katika parukia kuu ya Kristo Mfalme Moshi mjini. Waamini wote wa vikarieti ya Rombo wanaombwa kuhudhuria kongamano katika parukia Mtakatifu Katarina wa Siena Mkuu Mama. Waamini wote wa vikarieti ya Vunjo wanaombwa kuhudhuria kongamano katika parukia ya Bikira Maria Mama wa Lourdes Kilema Mama. Waamini wote wa vikarieti ya Hai wanaombwa kuhudhuria kongamano katika parukia ya Familia Takatifu Hai mjini. Muhimu tena, kila nyumba ya watawa wa kiume na wa kike katika vikarieti ya Moshi, ninaomba sana waende kwenye kongamano la neema, walau wawakilishi katika senta yao, yaani parukia ya Kristo Mfalme Moshi mjini. Kila nyumba ya watawa wa kiume au wa kike katika vikarieti ya Rombo, ninaomba sana waende kwenye kongamano la neema, walau wawakilishi katika senta yao, yaani parukia ya Mtakatifu Katarina wa Siena Mkuu Mama. Kila nyumba ya watawa wa kiume au wa kike katika vikarieti ya Vunjo, ninaomba sana waende kwenye kongamano la neema,
walau wawakilishi katika senta yao, yaani parokia ya Bikira Maria mama wa Lourdes Kilema. Kila nyumba ya watawa wa kiume au wa kike katika vikarieti ya Hai, ninaomba sana waende kwenye kongamano la neema, walau wawakilishi katika senta yao, yaani parokia ya Familia Takatifu Hai mjini. Muhimu tena, iwapo mdau yeyote au muumini yoyote Mkatoliki wa jimbo letu, awe ni padi, awe ni mtawa wa kiume au wa kike, au mlei yoyote, hakuweza kuhudhuria kongamano la neema katika vikarieti yake kwa sababu moja au nyingine, bado ajitahidi sana kwenda kuhudhuria kongamano hilo la neema katika vikarieti nyingine yoyote jimboni mwetu Moshi kabla ya wiki ya neema kufungwa, yaani tarehe 21 mwezi wa pili mwaka wa Bwana wa 2026. Wapendwa, ni vizuri pia niweke wazi mbele yenu kwamba ni kongamano la neema katika maana halisi katika jimbo letu. Ni kipindi cha neema. Ni kipindi cha neema. Na yale makongamano ndio anakuja na hizo neema. Kwa sababu kila siku ya kongamano hili la neema kutakuwako na mambo muhimu yanayotupeleka tupokee hizo neema. Tuyataje. Kila siku ya kongamano, kwa mfano tuseme tarehe 14 ni kesho kutwa tu, tuko vikarieti ya Moshi katika parokia kuu ya Kristo Mfalme mjini Moshi. Ni siku ya pekee sana. Kwa sababu gani? Ni siku ya sala, ni siku ya kujifunza, kufundishwa mafundisho mbalimbali yanayohusu imani yetu ya Kikristo, ya Kikatoliki, lakini pia mafundisho yote yanayoendana na malezi ya Kikristo katika kanisa hilo. Ni siku ya kujifunza kwa njia ya neno la Mungu, kwa njia ya mafundisho mbalimbali tutakayopewa na wataalamu wetu mbalimbali waliobobea. Fika ukawaone, utafurahi na kumshukuru Mungu. Tena ni siku ya toba, kutubia makosa yetu ya zamani na ya sasa. Sisi tu wakosefu wa daima, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana kwamba kwa maongozi yake amependa jimbo letu tuwe na tukio hilo la baraka. Tukio kwanza kabisa, tukio la sinodi ya kwanza jimbo Katoliki Moshi, na sasa ndio inayoleta mazoezi ya kiroho na mazoezi yaliyojawa na utajiri kama hili. Ni siku ya toba. Sisi tu wakosefu, hakuna aliyekamilika tukiwa hapa duniani. Tu wakosefu, ni siku ya toba. Tumepewa nafasi tena tutubie makosa yetu. Tubie makosa yetu. Na hivi ni siku ya kufunga chakula na hata vinywaji kwa siku mzima kama sehemu yetu ya toba, kama tulivyofanya kwenye mazoezi mengine yaliyotangulia, mazoezi mengine ya kiroho yaliyotangulia. Tumeshafanya sana jimboni kwetu. Lakini pia ni siku ya maungamo ya mtu binafsi, kwenda kumwaga mioyo yetu mbele ya Mungu Mwenyezi, kumwaga undani wa nafsi zetu mbele ya Mungu Mwenyezi, mbele ya Bwana Yesu kwa unyenyekevu, tukimwomba atusamehe haya yote tuliyomkosea ya zamani na ya sasa, lakini pia kumwomba neema
neema ya kujitunza. Tutunze neema ya utakaso ndani yetu tunapokuwa tumetoka kwenye maungamo na kwenye zoezi kama hilo. Neema ya kutunza nafsi zetu kama mahekalu ya Roho Mtakatifu. Mtakatifu Paulo anatuambia nafsi zetu hatuna mamlaka nazo, ni makao ya Roho Mtakatifu, yanapaswa kutawaliwa daima na uchaji, ibada. Na hivi ninawaomba tutumie vizuri siku hiyo pia, siku ya maungamo. Siku ya maungamo kutakuwa kuna mapadi wengi. Kila mtu atakavyopenda kuungama atapata maungamo kwa muda ambao anahitaji, maana mapadi watakuwako wengi. Mwaga yote mbele ya Mungu, mwaga yote mbele ya Yesu, ili Yesu aweze kutusamehe. Kumbukeni Bwana Yesu alimwambia Mtakatifu Faustina, mimi ninaumia sana. Kuna watu wanaogopa kuungama, wanabaki na dhambi zao zinamateza moyoni, na mahekalu hayo ya Roho Mtakatifu yanaendelea kuchafuka. Nenda ukawaambie, hizo dhambi ni za kwangu, wanipatie hizo dhambi, waungame, wanipatie ili nisiunguze katika moyo wangu mtakatifu. Mnaona jinsi Yesu anavyohangaika na sisi. Heti kumbe hayo madhambi yetu anasema ni ya kwake. Ni ya kwake. Anatuonea huruma jinsi tunavyobaki tena nayo tena kwa muda mrefu. Tumpatie ayaunguze katika moyo wake mtakatifu, moyo unaowaka moto wa mapendo. Lakini pia ni siku ya misa takatifu ya pekee itakayoadhimishwa katika vikarieti husika. Tutaunganisha yote ya tangu asubuhi katika ibada ya misa takatifu, katika ile sadaka ya Bwana. Tutaunganisha yote ya tangu asubuhi. Tumwambie Mungu, tunaomba malaika wake watakatifu wapeleke sasa mbele ya uso wake mtakatifu, angalie namna ya kutuangalia kwa huruma, kwa rehema. Tutahitimisha na misa takatifu. Mapadi wote watakao kwa siku hiyo watazunguka altare ya Bwana, tukihitimisha kwa sadaka takatifu ya misa, ile sadaka ya Kalvari ile tuletea wokovu. Bado inakuwa ni sadaka kubwa sana kwenye siku kama hiyo. Lakini kanisa linasema kwa wale ambao wamefanya siku ya sala yenye matukio ya namna hiyo tangu asubuhi, wakiwa na nia njema, wakiwa na lengo maalum, wakatulia katika mafundisho ya kanisa yaliyojikita katika neno la Mungu, lakini pia wakafanya nafasi ya kufanya tendo la toba kama takavyolifanya kwenye maungamo, lakini pia wakaungama, lakini pia wakapata nafasi ya kuadhimisha misa takatifu na kupokea ekaristi takatifu. Hao wanastahili kupata rehema kamili. Rehema kamili. Siku hiyo pia tutawaomba wataalamu wetu wa kiroho wa mafundisho ya kanisa, wa mafundisho ya Biblia, waeleze nini maana ya rehema kamili. Ni utajiri mzito sana ulioko katika hili kanisa letu Katoliki, tunapokuwa tumemgeukia Mungu na tukafanya tendo la sala, tendo la ibada lililozingirwa na matendo mbalimbali kwa kadiri ya taratibu za kanisa. Mama kanisa hatuachi hivi. Kule mwisho, pamoja na neema zote anazo tushirikisha, bado tutapewa rehema kamili. Njoni mkafundishwe na wataalamu wetu rehema kamili ni nini. Kitu kizuri sana kilichoko katika kanisa Katoliki. Mwisho, ninaomba kila mdau, yani kila muumini wa Jimbo Katoliki Moshi,
ajitahidi sana kuhudhuria kongamano hili la neema. Ninawatakieni kila la heri na baraka za Mwenyezi Mungu. Tukutane katika maeneo hayo ya kongamano na katika tarehe tajwa. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki. Ni mimi askofu wenu Ludoviki Joseph Minde, askofu wa Jimbo Katoliki Moshi. Ninaomba tumalizie kwa sala kama ilivyo kawaida yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunaukimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ee Bikira mtukufu na mwenye baraka, amina. Moyo mtakatifu wa Yesu, Bikira Maria mama wa kanisa, Bikira Maria msaada wa daima, Mtakatifu Yosefu, Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, Mtakatifu Mikaeli malaika mkuu, malaika walinzi wetu, watakatifu wote wa Mungu, roho za waamini marehemu wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Bwana awe nanyi. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombeane.